Zinduka, zinduka, malaria haikubariki. Zinduka, zinduka, zinduka. Kampeni ya Zinduka imebuni mradi wa Theatre in Education kwa sababu moja kubwa. Walengwa wa kampeni ya Zinduka ni vijana. Na kwa kutumia Theatre in Education, taarifa zote za jinsi ya kupambana na malaria zitapokelewa kwa namna ya burudani, na mnajua vijana wanapenda burudani. Kwa hiyo tunaamini mwisho wa siku lengo la Zinduka katika kutokomeza malaria litafikiwa, kwa sababu taarifa zote zitapokelewa bila matatizo na vijana watatekeleza kinachotakiwa. Ili Theatre in Education kuweza kufika hapa ilipo sasa hivi, ilibidi tuchukue vijana kutoka Tanzania House of Talent, vijana ambao wana vipaji vya kucheza, vipaji vya kuimba na vipaji vya uigizaji. Vijana hawa waliweza kukutana na mhusika wa jamii ambaye aliwaelekeza namna ya kuweza kushirikiana na vijana wenzao mashuleni. Walipata nafasi ya kuwa na daktari ambaye aliwafundisha kuhusu dalili, matibabu ya malaria na jinsi ya kuzuia malaria. Walipata pia bahati ya kukutana na mtaalamu wa ubadilishaji tabia kwenye jamii, na mwisho tuliwapeleka chuo cha sanaa Bagamoyo ambako waliweza kupata mafunzo ya jinsi gani ya kuweza kufanya uigizaji ulio mahiri. Ili kuwaweka wanafunzi pamoja, tunaanza kwa michezo ya kushirikiana ambayo hufuatiwa na vijana wa THT kuonyesha umahiri wao katika kusakata muziki. Hii hupendwa sana na wanafunzi. Baada ya hii inafuata igizo. Katika kipindi hiki ndipo wakati wanafunzi watajifunza kuhusu dalili, jinsi ya kuzuia, jinsi ya kutibu na yale yote ambayo sio ya kweli kuhusiana na ugonjwa wa malaria kwa kupitia igizo hili. Naomba wewe leo hii unapotoka hapa, unapoenda nyumbani, kama mbeta mwenzako alikuwa nyumbani, homa mara kwa mara, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima wa viungo, kukosa hamu ya kula, kutapika, kuhara, kizunguzungu, ni dalili za nini? Malaria. Na unaposa dalili hizo uende wapi? Hospitali. Uende hospitali. Jamani, huko tumeelewana? Ndio. Okay. Baada ya igizo kinafuata kipindi muhimu sana cha majadiliano. Huu ni wakati ambapo wanafunzi wanapata nafasi ya kuuliza swali lolote lililojitokeza wakati wa igizo. Kwamba yule pale Kibichwa rafiki yake alikuja pale, akamwambia kwamba alipita na neti. Baada ya kupita na neti akamwambia, alivyomwona na neti akamwona mjinga, yani kwa sababu anatumia neti. Inamaanisha Kibichwa pale alikuwa atumii neti, yani haijali neti, na ndio maana akampola akaitupa. Katika maisha yake Kibichwa nyumbani kwao alikuwa neti ipo na ina dawa, lakini alikuwa hapendi kuitumia ile neti. Nimejifunza kitu kutokana na maagizo yaliyopita kwamba malaria inaweza ikaambukizwa kwa mbu aina Anopheles. Na kwamba kitu kinachochangia kukua malaria ni kwamba watu hawajui jinsi gani ya kutumia neti katika jamii ili kuweza kujizuia na malaria. Kwa hiyo hivyo kwamba na watu wanaamini imani nyingi za kishirikina, mtu tu akiumwa anampeleka tu kwa waganga badala ya kumpeleka hospitali na kupata ushauri. Hivyo ndio maana malaria inaweza kuenea kwa staili hiyo. Zinduka tunawatazama zaidi walengwa wetu ambao ni vijana, kwa sababu tunaamini kwa wao wakichukua jukumu la kusema malaria basi, maana yake ni kwamba wanao uwezo wa kuwashawishi watu wengine, na wakati huo huo kuweza kuwafanya watu wengine waige mfano wao ili kuweza kupambana na malaria. Ujikinge na tuwalinde na malaria, kizazi kijacho nacho kiringe, hakuna malaria.
tujikinge na tuwalinde na malaria. Kizazi kijacho nacho kiringe, hakuna malaria. Mradi wa Theatre in Education una vijana wenye vipaji, wenye uwezo, waliopata mafunzo na nia ya kuweza kuleta mabadiliko ya tabia nchi nzima. Malaria haikubaliki.